Hujambo na karibu. Huu ni Mshike. Mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Karibu tuungane hapa kutazama miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Kikosi cha Simba kinataraji kuondoka kesho alfajiri kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ambao utachezwa Jumamosi hii. Simba itaondoka ikiwa na dhamira ya kujaribu kushinda ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza kwenye historia yake, huku akihitaji kupata matokeo mazuri ugenini kabla ya mchezo wa marudiano Mei 25 mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amezungumzia utaratibu wa safari pamoja na matarajio ya klabu. Itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca, Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Oujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Oujda. Tutaelekea hapo, tutafika Oujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Ndege yake hatutapanda bure, tutamletea zawadi nzuri ambao atafurahia maisha yake yote. Wakati huo huo, Ahmed Ali anasema kauli mbiu ya klabu kuelekea michezo miwili hiyo ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika ni hii tunabeba, wakionyesha dhamira ya kulitaka taji la Afrika. Kutokana na shauku ya mnyama Simba katika hatua hii muhimu, klabu imewataka mashabiki kununua tiketi kwa wingi kuelekea mchezo wa marudiano, huku wakiombea dua njema tu katika mechi ya mkondo wa kwanza. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye hatuishi, tulianzia kwenye hii tunavuka robo finali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, kwa sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo finali. Lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka. Tulipofika hatua ya nusu finali, wakasema shughuli yake imeshi hapa, huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya finali. Tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu finali na kuingia finali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba. Ni Ahmed Ali huyo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Takuja kutazama hayo kwa kina kuhusiana na namna ambavyo wameanza mpaka hapa walipofikia, lakini tutazame baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wenyewe wana imani kubwa tu na kikosi chao, wakiamini kinakwenda kufanya makubwa msimu huu dhidi ya RS Berkane na kutoa kombe la shirikisho barani Afrika. Sisi ni wenyeji, sio wageni sana, lakini pia tushukuru serikali imetoa ndege ya Simba kwenda kucheza hiyo game. Sisi tunaombea Simba na tunaamini, mimi ni shabiki mkubwa sana wa Simba, tunaamini ushindi huu tunaenda kuupata kwa ukubwa zaidi. Simba anaenda kushinda, haendi kushindana na mtu, ila anaenda kushinda. Kwa tegemea goli nyingi, lakini akija hapa nyumbani tegemea goli nyingi zaidi. Mchezo ni mgumu, lakini kwa sababu sisi tuna utaalamu wa kucheza mechi za ugenini, na tutoka tulipotokea mpaka tulipofikia, na kauli mbiu yetu ni ile ile kwamba hatuishii hapa. Kwa hiyo ina maana hii ni kombe tunalichukua. Kwa hiyo mechi itakuwa kwa tutaanza kule ugenini, lakini na imani kubwa kwamba kule
tutajitahidi kadri ya uwezo tupate hata suluhu au hata tukipigwa goli moja kesho tunaweza kushinda goli 3 hapa Benjamin Mkapa. Wala ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Tumana kutolea. Haina ubishi, ubaya ubwela. Belekane kwa mpanzo. Yaani kama unavona mchele na maharage. Kwa watoto unavyopenda maharage. Kama kiulaini mpanzo anapenya tu. Nimekuambia tunakuja kutazama namna ambavyo Simba Sports wameanza msimu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika kufikia hapa ambapo tunazungumza kuelekea fainali pamoja na kauli mbiu yao. Kauli mbiu kuu kwanza ni ile ya ubaya ubwela, lakini wakaja wakasema hii tunavuka. Wakaona haitoshi, hatuishii hapa, na sasa wanakuambia hii tunabeba. Pamoja na hayo, mechi ya mkondo wa kwanza inachezwa Mei 17 kule ugenini, lakini mechi ya marudiano ni Mei 25 uwanja wa Benjamin Mkapa. Tayari tunaarifiwa kwamba tiketi za baadhi ya tiketi kuelekea mechi hizo, mechi ile ya marudiano ambayo itachezwa kwa Mkapa zimeshauzwa, zimemalizika, sold out. Hizi ni tiketi zile za Platinums ambazo ni shilingi 250,000, lakini pia tunaambiwa special VIP na zenyewe zimekwisha. Hao ndio Simba Sports Club kuelekea kwenye mechi yao ya marudiano uwanja wa Mkapa. Lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii tumekuuliza swali, pengine tusikie mchango wako. Swali letu lilikuwa nasema fainali ya CAF Confederation Cup Simba dhidi ya Berkane Mei 25, tayari tiketi za Platinum na special VIP zimekwisha kabla hata ya mechi ile ya mkondo wa kwanza. Je, hii ina maana gani? Tuanzie na ukurasa wetu wa Instagram. Online Stranger anasema hii ni ishara njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ukizingatia kila mmoja wetu shauku yake ni kuwa miongoni mwa mashabiki walioshuhudia Simba ikibeba ubingwa wa CAF. Lakini Dr. Majid Mvula anasema mbali na wachezaji, hata mashabiki wanaitaka hii mechi. Sio mechi tu, na kombe wanalitaka ili kuleta heshima kwa nchi na hata kwa wapinzani wao. Cha kuchagiza zaidi, mwali atakuwa uwanjani siku hiyo. Lakini Metson Mganda, mwambie mama ongeze maji ya ugali, kuna wageni. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, maoni yako pia namna ambavyo umetuandikia. Duli Tizi Ramadhani anasema ina maana kuwa watu wengi wanapenda mpira, ndio ujue watu wanavyoipenda timu yao. Na hapo sio Simba tu, Yanga wamelipia tayari, na hii ni kwa ajili ya taifa letu. Pia Mungu saidia Simba ibebe kombe. Kamalizia kwa kusema amina. Lakini Emmanuel Mwamboto wa Mbeya Busokelo, kwa mpira wa Afrika inasaidia timu mwenyeji kucheza kwa kujiamini kwa kupitia support ya mashabiki wake. Inawezekana kabisa Simba Sports Club wakapata matokeo kutokana na support hiyo. Edson Semba, hii ndiyo maana halisi ya mashabiki bora wa Afrika. Tukamilisha katika ukurasa wetu wa X. Moses Bendera, itakuwa fainali itakayofana sana ukizingatia Simba hatunaga jambo dogo kimataifa. Lakini Halax anasema Watanzania kwa ujumla wana shauku kubwa ya kushuhudia maajabu uwanja wa Benjamin Mkapa, ndio maana mwitikio wa mauzo ni mkubwa. Dirisha dogo, hii inaonyesha ukubwa wa mchezo na matarajio wana Simba kushuhudia timu yao ikibeba kombe. Kila laheri mtani, ingawa nitaumia sana mkibeba. Unapata uthibitisho ni aina gani ya shabiki huyo pamoja na hiko ambacho amekizungumza. Lakini tutazame upande wa pili kwa watani wao wa jadi, nazungumzia Young Africans, ambapo kocha mkuu wa Yanga Milodi Hamdi anasema wamepata matokeo mazuri na wamepata muda mzuri wa maandalizi kuelekea mchezo wa ligi kuu soka NBC dhidi ya Namungo ambao utachezwa kesho majira saa 10:15 jioni uwanja wa KMC Complex. Kocha Hamdi amesisitiza wanachohitaji ni alama 3 tu, ingawa wanajua uhitaji wa Namungo kupata alama ni mkubwa zaidi, hivyo watahitaji kupambana kwa nguvu zote. We prepare very good this game. We come back from Pemba and we have many days to tumejiandaa vizuri kuelekea kwenye mchezo huu. Tulitokea Pemba na pia tulipata muda wa kutosha kujiandaa, na hiyo sio kawaida mara zote. Hivyo tumejiandaa vizuri sana na wachezaji wako tayari kwa mchezo, na natumaini kuchukua alama zote 3. Najua Namungo nao wanahitaji walau alama 1 kusimama imara kwenye ligi. Naelewa watazipata. Hivyo tuko tayari na vyema kuhakikisha hatusahau lengo letu la kukusanya alama na kusalia vinara wa ligi.
And we must not forget the objective, the target number 1, to take 3 points and stay first. Nao Namungo FC wamesema wapo tayari kuwavaa mabingwa tetezi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Young Africans, ambapo wanasema wanahitaji kucheza kwa tahadhari zaidi kutokana na ubora wa wapinzani wao. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na safari yetu kutoka Dodoma ambao tuliweka kambi ya majuma mawili, lakini yote kwa yote vijana wako salama, na tutamkosa tu mchezaji wetu mmoja Elaston Yoni ambao anatumikia kadi 3 za njano. Lakini ukija katika maandalizi ya timu, tumefanya maandalizi mazuri. Tumepata takriban siku 15. Mimi naamini vijana wamefuata maelekezo, lakini kubwa tunatambua ubora wa timu ya Yanga. Tunajua Yanga ni bingwa mtetezi na tunajua ubora wao, ni moja ya timu bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo tunawaheshimu kabisa. Mimi naamini kesho tutakwenda kucheza kwa tahadhari kubwa, lakini kubwa tunatambua umuhimu wa mechi. Yanga wao wanagombea ubingwa na sisi tunajinasua huku chini ambao hatuko katika mazingira mazuri sana, lakini kubwa mimi naamini vijana watafuata maelekezo na kesho watu wa Dar es Salaam wataona burudani nzuri. Tumekuwa na safari yetu nzuri kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga. Kwanza nichukue pia nafasi hii kuwashukuru benchi la ufundi. Tumekuwa na kipindi kizuri sana cha muda mrefu kuhakikisha kwamba wanatuandaa vyema kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Nasi tumepokea maelekezo mazuri na mafunzo mazuri kutoka kwa walimu wetu kuelekea katika mchezo wa kesho. Niseme tu kwamba mchezo utakuwa ni mzuri kulingana na namna ambavyo tumeandaliwa. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, kikubwa Mwenyezi Mungu atujalie, atuongoze, atusimamie kile ambacho walimu wetu na benchi la ufundi kwa ujumla wamekiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho, tukakitimize katika mchezo wa kesho. Na kesho majira ya saa 1 jioni matajiri wa jiji Azam FC watakuwa dimba la nyumbani Azam Complex Chamazi kuoneshana shughuli na Walima Zabibu Dodoma Jiji katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Kocha mkuu wa Azam Rashid Taus na mchezaji Tepsi Evans wamezungumzia maandalizi yao. You know, in this part all the games is tough. But our destiny is our... Unajua katika kipindi hiki kila mchezo ni mgumu, lakini maamuzi yako mikononi na miguuni mwetu. Tunatakiwa kusalia juu ya msimamo ili tupate nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa. Tuna matatizo kidogo kuendana na nyakati hizi. Baadhi ya wachezaji wetu ni majeruhi. Chilambo ya Zaidi, Adolf Mtasigwa na Pasco Msindo pia. Kwa hiyo tunawakosa hao, lakini sisi ni timu kama familia. Lazima tuhakikishe tunapata ushindi. But we are not lucky, but we have team. We are group, we are family. So we prepare all the game, our plan to win. Utakuwa mchezo mzuri, mchezo wa kimbinu, kwa sababu Dodoma wana wachezaji wengi wazoefu ambao walishacheza sana ligi, pia wana wachezaji vijana. Kwa hiyo mchezo utakuwa mzuri zaidi, lakini aliyejiandaa vizuri zaidi ataibuka na ushindi katika mchezo wa kesho. Sisi kama Azam FC, wachezaji pamoja na technical kwa ujumla, tuna malengo yetu. Sisi tupo kwenye malengo yetu, tumebakiza michezo 3 ambayo sisi tunacheza mechi zetu ambazo tunazoziangalia, huwa hatuangalii timu nyingine. Kwa hiyo sisi tuna malengo yetu, sisi kama club tunapambana kuhakikisha kila michezo tulobakisha tunapata pointi 3. Ni Teps Evans huyo mchezaji wa Azam FC. Tutarejea kuangazia kile ambacho wapinzani wao Dodoma Jiji wamekizungumza kuelekea mchezo huo. Huu ni Mshike Mshike. Kwa kutazama upande wa Dodoma Jiji, kile ambacho amekizungumza kocha mkuu wa kikosi hicho Meki Maxime na mchezaji wake Joshua Nyango, wameonyesha dhamira ya kuzitaka alama 3 dhidi ya Azam FC katika mchezo huo dhidi ya Azam FC. Ni mchezo utakuwa mgumu kwa sababu yeye anang'ang'ania pale top 3 na sisi tunataka tusogee pale juu. Kwenye top 5 pale tunataka tusogee. Kwa hiyo utaona mchezo huu utakuwa una umuhimu kiasi gani. Sasa hizi ligi inakwenda mwisho, kwa hiyo ni umakini tu kwa wachezaji, kwa sababu ajiuze mwenyewe. Unaona, kipindi ligi inaenda mwisho, kwa hiyo yeye mwenyewe ajiweke sokoni. Hilo ndio la muhimu. Ile kocha amesema tumejipanga vizuri, tumekuwa tufanya mazoezi karibu kwa hizo wiki 2 au 3. Wachezaji tumejipanga vizuri kwa sababu ya mechi ya kesho. Najua kesho tutakuwa na mechi nzuri. Azam pia na wachezaji wazuri, wana uzoefu.
Pia sisi pia tuko vizuri, nadhani kesho tutakuwa na mechi nzuri. Mchezo mwingine wa ligi kusoka NBC Tanzania bara hapo kesho wenye utaanza majira saa 8 mchana. Mafande wa JKT Tanzania watakuwa uwanja wa nyumbani Meja Jenerali Samuyo kuikabili Fountain Gate. Kocha msaidizi wa kikosi hicho George Mketo na mshambuliaji wake Hassan Kapalata wamezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo huo. Sisi kama JKT tumejiandaa vyema dhidi ya mchezo wa Fountain Gate hapo kesho. Baada ya kumaliza mchezo wetu wa mwisho kwenye ligi dhidi ya Simba, hatukupata matokeo mazuri. Tulitenda katika kiwanja cha mazoezi chini ya kocha wetu mkuu Ahmed Ali, tukafanya mazoezi yetu vizuri mpaka leo. Ninaamini kikosi chote kipo kamili kabisa kujiandaa na Fountain Gate hapo kesho. Japo tunakwenda mwishoni mwa ligi, lakini kwenye msimamo hakuna mtu ambaye yuko salama kutoka mtu wa nafasi ya 6 mpaka nafasi ya 13 14. Wote wanahitaji kupambana ili mtu asalie kwenye ligi. Sasa tunachokipambania ni nafasi ya 5 ya 6 na kuendelea kuwepo kwenye ligi. Sisi kama wachezaji tupo tayari, tunafahamu umuhimu wa mchezo wa kesho. Ni mchezo ambao tunauhitaji zaidi kwa sababu ukiangalia mechi zinaenda kuisha na pia tunahitaji kuwa katika nafasi nzuri zaidi. Ni mechi ambayo wenzetu wanahitaji na sisi tunahitaji. Itakuwa mechi ngumu, lakini sisi kama timu tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunaibuka na ushindi katika mchezo huu. Nayo timu ya Fountain Gate imeonyesha kuwa na matumaini ya kufanya vyema dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo huo wa kesho, kama ambavyo anaeleza kocha mkuu Khalid Adam na mchezaji wake Saidi Mbathi. Mimi nashukuru tumefika Dar es Salaam salama, tuko tayari kukabiliana na JKT katika mchezo wa ligi. Katika michezo ambayo imesalia ni miongoni mwa mechi ambayo imebakia. Kwa kawaida mechi ni ngumu na kila mtu kama unavyosema ana mahitaji. Sisi tuna mahitaji na JKT wana mahitaji. Kwa hiyo cha msingi kila mtu apambane katika upande wake ili kuhakikisha anafikiria na anapata lile ambalo amelikusudia. Si kama wachezaji tuko vizuri, tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho na tunajua umuhimu wa mechi na tunajua kwamba sisi tupo kwenye position gani. Kwa hiyo all in all sisi siku ya kesho tunatamani tupate matokeo yaliokuwa mazuri ili mradi tuwe salama kwenye msimamo wa ligi. Naam, lakini kama unavyofahamu muda mchache uliopita katika uwanja wa Kaitaba pale Bukoba tumeshuhudia mchezo wa ligi kusoka NBC Tanzania bara. Wenyeji Kagera Sugar wakikubali kipigo cha goli 1-0, goli lilofungwa kwa mkwaju wa penalti na Jafari Kibaya ambaye ameiwezesha Mashujaa kupata alama 3. Lakini matokeo haya yanafanya hali ya Kagera Sugar izidi kuwa tete kwa kuzingatia matokeo ya mchezo ambao unafuata, hususan yale ya Pamba inaweza kaamua hatima yao. Kutoka kule Bukoba mwandishi wetu Benson Eustace anazungumzia tathmini ya jumla kwa hiki ambacho kimetokea, lakini kile ambacho kama mkoa wa Kagera kinapaswa kutafakari kuanzia sasa juu ya hatma ya Kagera Sugar. Kaitaba dakika 90 zimemalizika kati ya Kagera Sugar waliokuwa wenyeji wa mchezo huu dhidi ya Mashujaa FC kutoka Kigoma. Kagera Sugar wakiwa hapa Kaitaba ambapo wamecheza mchezo wa 15 kwa msimu huu wa ligi kuu 2024-2025. Wamepoteza michezo 7, wamesale michezo 3 na wamefunga michezo 5. Hii inawafanya Kagera Sugar kusalia na michezo 2 wakiwa ugenini, ambapo tayari wameshacheza michezo 13 na wamesale michezo 3 na kupoteza michezo 10, ambapo michezo 3 itakamilisha mzunguko wa Kagera Sugar kufikisha michezo 30 ya mzunguko wa ligi kuu NBC, ambapo watakuwa na pointi 22. Kutoka hapa Kaitaba mjini Bukoba ambapo mchezo wa ligi kuu kati ya Kagera Sugar umemalizika, Kagera Sugar wakiwa wamepoteza mchezo huu kwa kufungwa goli 1 na Mashujaa FC kutoka Kigoma ambao kwa sasa wanashika nafasi ya 7 katika msimamo wa ligi kuu. Benson Eustace, Azam Sport. Shukran sana Benson Eustace. Timu ya Tabora United wenyewe pia wameendelea na maandalizi kujiandaa na mchezo wa ujao wa ligi dhidi ya KMC kama ambavyo anaarifu mwandishi wetu Juma Kapipi. Wakati ligi kuu ya NBC Tanzania bara ikielekea ukingoni,
Tabora United ipo katika maandalizi ya mwisho dhidi ya KMC ambayo inatarajia kuikabili Jumatano wiki hii, ambapo Tabora United itakuwa nyumbani katika uwanja wa Hassan Mwinyi ikizisaka alama 3 muhimu. Halfan Mbonde ni kocha msaidizi wa Tabora United, amedai timu yake imesalia na mechi zote ngumu wakati huu ligi ikielekea ukingoni. Sasa hivi tumebakia, malengo yetu ni kubaki kusalia katika nafasi ya 5 kwa sababu kusema kuna nafasi ya 4 ambapo kitu hakiwezekani. Singida wapo juu, Azam wapo juu, Yanga wapo juu, Simba wapo juu. Kwa hiyo sisi tunapambana mechi zobakia 3 hizi tupate nafasi ya 5 tuko nayo, tubaki nayo, siondoke nafasi ya 5. Mechi ngumu kama KMC wana pointi 30. Alafu mechi za mtoto wote wacheza away, wanataka kushuka daraja wacheze playoff, kwa mechi ngumu. Mechi na Azam vile ngumu, mechi na Coast yote ngumu. Yaani kila mechi ni ngumu, hauna mechi rahisi. Kwa hiyo tutapambana kadri ya uwezo wetu. Mechi la ufundi na wachezaji tutaendelea kuhamasisha na kuwafundisha vizuri ili tupate ushindi mechi zobakia 3 zobakia. Kwa upande wake mlinzi wa afya za wachezaji wa Tabora United Dr. Martin Valentin amedai kwa ujumla hali za wachezaji zipo vizuri, isipokuwa mmoja tu ambaye ni mlinda mlango nambari 1. Tuna mchezaji mmoja ambaye ndo anaumwa hasa kwa siku ya leo. Huyo ni goalkeeper ambaye anaitwa Noel, ana injury kidogo kwenye groin. Tangu juzi tumekuwa tukimtibu, hata leo nilikuwa asubuhi tulikuwa naye, hali yake sio mbaya sana, isipokuwa tunaangalia hali. Lakini kufikia kesho tunaweza kutoa jibu kwa sababu tangu jana alikuwa ameanza kutrain kidogo, hata leo atatrain. Injury sio kubwa sana, sasa inategemeana atakavyoamka. Lakini baadhi ya wachezaji wengine wote waliobaki wako katika hali nzuri. Tabora United Jumatano hii itakuwa katika kibarua kizito, wakati huo ikining'inia kwenye nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mbele ya watoza ushuru wa Kinondoni KMC ambayo ipo katika wakati mgumu mno wa kujinusuru kuelekea kucheza playoff, mchezo ambao utakuwa ni muhimu mno kwa KMC. Juma Kabibi, Azam Sports, Tabora. Rais mstaafu wa Tanzania awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amefika Kibamba CCM Dar es Salaam kwa ajili ya kuhani msiba walikuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Charles Hilary Nkwanga. Dr. Kikwete amemkumbuka kwa mengi gwiji wa utangazaji nchini Charles Hilary ambaye enzi za uhai wake alikuwa mahiri katika utangazaji wa habari za michezo, hususan matangazo ya mpira wa miguu. Miaka mingi akiwa mtangazaji maarufu wa mpira, kwa mtangazaji wa Radio Tanzania na huyu bwana huyu Natido hapa Natido, na maarufu sana kwenye kipindi chake cha Macharanga. Na kwa hiyo toka wakati ule tumekuwa ametoka hapa nchini akaenda nje akarudi akawa Zanzibar. Kwa hiyo kila nikienda Zanzibar tunakutana, tunakumbushia ya zamani, na moja kitu ambacho amekuwa ananifanyia na naendelea kumshukuru, alikuwa ananirekodia nani zile za Macharanga. Nazo kila wakati, na mara mwisho tumekutana Zanzibar pale akaniahidi kwamba ananitengenezea nyingine, lakini sasa ndio sina wa kumuuliza kama alishai kutengeneza ama kutengeneza. Ni mtu mzuri, alikuwa mtu mzuri, mtu mcheshi sana. Mimi sijui kama kuna mtu atagombana na Charles kwa jambo gani. Alikuwa mtu mwema sana. Kwa hiyo tumesikitika tu kwamba tumepoteza mwandishi habari nguli kabisa, mwandishi wa habari mwenye weledi wa kiwango cha juu sana. Lakini tumempoteza Mtanzania, raia wa Tanzania ambaye ni mzalendo wa dhati. Ni Dr. Jakaya Kikwete, huyo rais mstaafu wa Tanzania. Wakati huo watu mbalimbali waliowahi kufanya kazi na Charles Hilary Nkwanga na wadau wengine wa michezo wameendelea kujitokeza nyumbani kwake CCM Kibamba kwa ajili ya kushiriki shughuli za msiba. Omar Suleiman na taarifa kina. Hapa ni Kibamba CCM jijini Dar es Salaam, nyumbani kwa aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano serikali ya Zanzibar, lakini na msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar marehemu Charles Hilary. Tumefika pamoja na kujionea kile kinachoendelea, hali ilivyo kwa maana ya shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa, lakini kubwa tumeweza kukutana na baadhi ya watu ambao wameweza kufanya nao kazi. Kusema kiukweli, pigo tulilopata ni kubwa, sio kwa familia tu, nafikiri hata kwa nini kwenye tasnia
habari. Tunamshukuru Mungu na tunapokea kwa sababu ni kazi ya Mungu, haina makosa. Na kaka Charles kama mnavyomwelewa alikuwa ni mcheshi, mtu wa watu, hakasiriki naweza kusema. Anapenda watu. Pamoja na kuwa alikuwa ni nyota, ni star katika utangazaji, Charles Hilary ya kujisikia, alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ukihitaji elimu, ukihitaji ushauri, alikuwa milango yake iko wazi wakati wote kwa mtu yeyote aliyehitaji. Sidhani kwamba kwa miaka hii ya karibuni tutaweza kumpata mtu atakayeweza kuchukua nafasi ya Charles Hilary. Alivyoteuliwa kuwa mkurugenzi wa habari ya Ikulu ya Zanzibar, tulimsifu kimoyo moja watu na wengine tulikaa tukasema hapa Mheshimiwa Mwinyi amepata, lugha ya kimjini wasema amepata jembe, kwa sababu alikuwa ni mtu hasa aliyebobea katika kazi hii. Alibobea, ni mtaalamu lakini aliyetumia taaluma yake. Ni trainer at the same time. Watu wengi sana wamepitia mikononi mwake. Pigo kubwa, lakini mbali ya tasnia kwetu sisi huyu ni kaka. Ni kaka kwa sababu kabla ya hapa alikuwa anaishi Sinza Mori. Kwa hiyo alipokuwa anaishi na nilipokuwa naishi mimi ni kama hapa na hapo kwenye goli. Kwa hiyo huyu ni kaka, na kibaya zaidi yeye alikuwa kama ni role model kwa vijana wengi sana wa Sinza yote ile unayoijua. Yeye ndio alikuwa anaonekana kama kaka wa mfano. Ibada ya mwisho ya mwili wa marehemu inatarajiwa kufanyika kesho majira ya saa 3 kamili kule Ubungo, lakini na kusafirishwa saa 10 kamili kupelekwa visiwani Zanzibar, ambapo kutafanywa mazishi katika makaburi ya Mwanakerekwe visiwani humo. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihidimiwe. Nikiripoti kutoka hapa Kibamba, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Na sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Charles Hilary Mkwanga bwana. Tukirejea hapa kutazama ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, leo pia mapema tu kulikuwa kuna mchezo kati ya Tanzania Prisons wenyeji dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, na Prisons wamepata ushindi wa magoli 2-1, matokeo ambayo rasmi yanawaondoa kwenye janga la kushuka daraja, na sasa ni zamu ya wao kutafuta namna ambavyo pia wanaweza kuepukana na kucheza playoffs. Na kwa nukta hiyo sasa tutazame mengineyo ambayo tutakuwa nayo punde baada ya kurejea katika mshike mshike. Taa ya kijani ya mwakia kocha Xavi Alonso kuifundisha miamba ya Hispania Real Madrid. Na Tanzania yatangaza kikosi kwa ajili ya michuano ya Sekafa soka la ufukweni. Na tumerejea, huu ni mshike mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Wachezaji 24 kutoka klabu mbalimbali za Tanzania Bara na Zanzibar wameitwa kuunda kikosi cha Tanzania cha soka la ufukweni kinachojiandaa na michuano ya Sekafa. Ni kwa mara ya kwanza baraza la vyama na klabu za soka Afrika Mashariki na Kati Sekafa wanaandaa michuano hiyo ya beach soka, ambapo itafanyika nchini Kenya kuanzia Juni 6 hadi 11 mwaka huu. Timu 8 zitashiriki michuano hiyo na tayari Tanzania, wenyeji Kenya, Uganda na Zanzibar wamethibitisha kushiriki. Naungana na kocha mchezaji Jaruf Rajab wa Tanzania kutazama hili kwa kina. Jaruf, walianza FIFA wakafuata CAF na sasa Sekafa, kwa maana kwenye ngazi za kanda na wenyewe wameona kuna haja ya kuandaa mashindano haya. Hii ina maana gani? Tafsiri ya hii ni kwamba kwanza tunashukuru kwa maandalizi haya ambao wanayafanya Sekafa. Inachagizwa zaidi na uongozi wetu, kwa maana ya kwamba rais wetu wa shirikisho la mpira wa miguu TFF ni mmoja wa viongozi wa Sekafa. Kwa maana hiyo tunatambua kwa kutambua mchango wetu kama watu wadau wa soka,
Kwa hiyo mashindano haya ambayo yanatarajiwa kufanyika mwezi ujao kwetu sisi ni heshima kubwa, na tunaona kwamba beach soccer sasa inaanza kufahamika zaidi, na malengo ya jumuiya hizi ni kwamba mchezo huu ukue zaidi na upate mafanikio. Tanzania tayari shaonja ladha ya kushiriki michuano ya Afrika, lakini ngazi ya dunia bado. Kwa kutazama namna ya kufuzu michuano hii ya dunia kupitia AFCON, ni kama nafasi iko wazi hivi. Ni kweli tumekuwa tukishiriki AFCON mara kadhaa mfululizo. Hilo ni jambo la kushukuru, lakini pia bado tunahitaji jitihada zaidi, kwa sababu tumeona kwamba ni kazi ngumu, lakini pia ni rahisi sana kama wanavyosema kupitia mashindano ya mataifa ya Afrika kupata mafanikio kwenda kuwakilisha Tanzania kwenye mashindano makubwa zaidi ya soka la ufukweni, kwa maana ya mashindano ya World Cup. Kwa hiyo kila siku wanasema kwamba kimsingi tunahitaji kushinda mechi 6 tu ili kujihakikishia nafasi ya kwenda kushiriki World Cup. Mechi 6 kwa maana ya kwamba tunahitaji kushinda mechi za qualification 2 home and away. Kwenye beach soccer hakuna mzunguko mkubwa sana wa kwenda kwenye AFCON. Timu kisha qualify kwenda AFCON, na tutahitaji kushinda mechi 4 kwenda kucheza finali za AFCON, ambazo tunakuwa tayari zile timu 2 zinazocheza finali zinakuwa zimepata nafasi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni kampeni ambayo tunatakiwa tushikane kisawasawa kama wadau wa beach soccer, taasisi, serikali, kuona kwamba tukiamua kuwekeza kwenye hiyo michezo 6 ambayo tunapofanikiwa kupata matokeo kwenye hiyo michezo, tunakuwa tumefanikiwa kwenda kushiriki World Cup. Upo Shelisheli na umekuwa shuhuda wa michuano ya dunia ambayo imemalizika jana, Brazil akiwa bingwa. Kipi ambacho umejifunza? Kwa kweli somo ni kubwa sana, experience ni kubwa ambayo nimeipata. Mwanzo nilikuwa nimeungana na benchi la ufundi la timu ya taifa ya Omani nikiwa na Mwalimu Talib Boulal. Yako mambo ambayo tumejifunza kwa kuona, yako mambo ambayo tumejifunza kwa kufanya, lakini somo kubwa zaidi ni kwamba wenzetu ambao wamefanikiwa kufika kwenye level hii, kitu ambacho tunajifunza ni kwamba wanafanya namna zote ndani ya uwanja na wanafanya namna zote kwenye maandalizi ili kuweza kufikia malengo yao, aidha kushinda mechi kila mechi ambazo wanaenda kucheza, au kupiga hatua, kwa maana ya kwamba kujiwekea malengo ya kwenda kucheza fainali na kuchukua kombe la dunia. Kwa maana hiyo, kitu nilichojifunza zaidi ni kwamba wenzetu wamejiandaa sana na wamefanya wao kushiriki mashindano ya beach soccer ya dunia, wamefanya kama kampeni maalum ya nchi zao, kwa maana ya kwamba tunaona marais wa mashirikisho yao, tunaona viongozi wa serikali kana kwamba wamesema kwamba sasa hizi tuna timu yetu ambayo inashiriki World Cup, sasa tunataka tupate mafanikio kwenye World Cup. Kwa hiyo tumejifunza umoja, kwa maana kwamba wenzetu wameamua kuwa kitu kimoja kama nchi, kama taifa, kusapoti group la watu wachache ambao wanawakilisha watu wengi sana. Lakini zaidi mambo mengi ambayo nimejifunza ni upande wa ufundi, kwa maana ya kwamba nitachukua yale ambayo nimeyaona technically na kuja kuyawakilisha na kuyawakilisha vyema kwa timu yetu ya timu ya taifa, lakini pia kuendelea kuongeza ujuzi kwa walimu wetu ambao tutakuwa tunawafundisha beach soccer ili kuongeza wigo wa walimu pamoja na wachezaji wa beach soccer. Tukushukuru sana. Namni Jaruf Rajabu huyo, kocha mchezaji wa Tanzania soka la ufukweni. Lakini michuano ambayo imemalizika jana, hiyo ya soka la ufukweni ya dunia, bingwa ni Brazil, taji lake la 7. Nafasi ya pili Belarus, lakini Ureno nafasi ya 3, na kutoka Afrika Senegal yakimaliza kwenye nafasi ya 4. Matokeo hayo, lakini kama ambavyo unafahamu, kwa mfano kwa nafasi za uwakilishi wa Afrika zimetokana na timu ambazo 2 zilicheza fainali ya michuano ya AFCON na kuungana na mwenyeji Shelisheli, kama ambavyo unajionea, mwenyeji Shelisheli, Mauritania pamoja na Senegal.
Naam, lakini utakuwa unajiuliza kuhusiana na AFCON 2024. Nikukumbushe tu kama bingwa Senegal ilikuwa taji lake la 8, moja kati ya nchi ambayo imewekeza sana kwenye soka la ufukweni. Mauritania nafasi ya 2, nafasi ya 3 Morocco, nafasi ya 4 Misri, Ghana nafasi ya 5, Msumbiji nafasi ya 6, Malawi nafasi ya 7 na Tanzania ilimaliza nafasi ya 8. Lakini leo tumekufahamisha hapo wachezaji 24 wameitwa kuunda kikosi cha Tanzania kwenye soka la ufukweni ambacho kinajiandaa na michuano ya Sekafa itakayofanyika kule Kenya. Usisahau Jaruf Rajab tuliotoka kuzungumza naye. Yeye ni mchezaji kwenye nambari 16 unamuona hapo, lakini pia ndiye kocha wa kikosi hicho. Lakini pia wako wachezaji kutoka klabu mbalimbali ikiwemo Transit Camp, lakini pia kutoka Zanzibar kule Kipanga FC, Wilfred Mapunda. Kwa hiyo ni kikosi ambacho kinajumuisha wachezaji wa aina tofauti. Lengo ni kuhakikisha Tanzania inafikia malengo kwa michuano hii ambayo ni kwa mara ya kwanza inafanyika kwenye ukanda wa Sekafa. Naam, tukirejea tuangazie mengineyo. Kurejea kwa timu ya Mtibwa Sugar katika msimu ujao wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara leta faraja tu kwa wafanyabiashara wadogo mkoani Morogoro, ambapo kwa kina wao wanasema nini tutakuja kumsikia mwandishi wetu. Lakini kwa sasa naungana na mchambuzi wetu Andrew Kinga Mkono kuja kujadili hili, kulitazama kwa kina msimu huu. Karibu sana. Top 4 ya championship na Mtibwa ndio bingwa rasmi. Ukijua kushuka ujue na kupanda. Sawa Fatma. Ni kweli ukiangalia Mtibwa wamepambana. Ndio. Na Mbeya City wamepambana. Unajua mzuri wa msimu huu timu zilizopanda zote ziko familia ambazo zinajua ligi kuu maana yake nini. Mbeya City ilikuwa ligi kuu, Mtibwa ilikuwa ligi kuu, Stand United hajapanda. Chama la wana. Na Geita Gold hawajapanda lakini wanaenda kwenye playoff. Kwa hiyo nao wenyewe huenda wakapata mmoja wakapanda. Kwa hiyo wanakuja wote mwakani, wanakuja watu ambao wanaijua ligi kuu na wanajua umuhimu wa ligi kuu. Lakini unawaona Mtibwa wamechukua ubingwa kwa mbinde. Pamoja kwamba wamewaacha pointi 2, 3 na nini 3 hizo. Lakini ni kwa sababu ya sare zile za Mbeya City. Kwa hiyo Mbeya City nao walikuwa washindani kweli. Tunaamini msimu unaokuja watakuja kweli kushindana. Ukitazama hii 4 bora, Geita Gold walikuwa na kampeni ya mkoa, walitamani kupanda, lakini pia kuna ile 6 ya chini kabisa. Kuna timu ambazo huenda zikasalia kucheza championship, lakini katika hizo kuna zingine ambazo zimeshuka moja kwa moja ikiwemo Biashara United ya Mara. Biashara United na African Sports hizo zimeshuka moja kwa moja. Na Cosmopolitan, imeshuka moja kwa moja. Kwa hiyo unaona African Sports bado wanawakilisha mkoa wa Tanga. Kwa hiyo wana haki ya kuendelea kupambana mkoa wa Tanga, na Coast wenyewe wako kwenye ligi kuu lakini wenyewe hali yao sio nzuri. Kwa hiyo hao wakongwe wanabidi wenyewe wapambanie mkoa wa Tanga. Kiruvi United timu ya Dar es Salaam na yenyewe inajikongoja. Lakini Biashara wao zile pointi walizopokwa nadhani ndio zilizowaumiza. Ukiangalia mechi walizoshinda, wameshinda mechi nyingi kuliko hata ambao wako juu yake. Mechi 8 wameshinda. Kwa hiyo zile pointi 15 walizopokwa kutokana na yale matatizo yao nadhani imewagharimu. Kwa mfano tungehesabu hapa 15, 16 zingekuwa kama 31, si ndio? Maana yake wangekuwa juu zaidi. Kwa sababu wameshinda mechi 8. Ukiangalia wanaomfuatia wote juu yake ameshinda mechi 5, 5, 6, 6, 7. Kwa hiyo Biashara walikuwa na timu nzuri. Sema matatizo ya kiuongozi na kushinda kuwekeza vya kutosha wakafanya timu ikashindwa kufika kwenye kituo, ndio madhara wamepata haya. Nilikuwepo wakati wa mechi ambayo African Sports walipanda kucheza championship. Nakumbuka ilikuwa katika nyakati ambazo tunajiandaa kuelekea kwenye nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho la CRDB pale Tanga. Ilikuwa ni shangwe kwa mkoa wa Tanga, lakini sasa kwa hali ilivyo, manake na wenyewe pia wanapaswa kuomba dua mkoa usalie na timu kwenye michuano ya NBC ligi kuu pamoja hiyo na championship. Kiujumla kwa namna ushindani ulivyo, tunakwenda kushuhudia mechi za namna gani za playoffs? Zitakuwa mechi ngumu kwa sababu watu wanajua umuhimu wa ushindani. Wanajua umuhimu wa ushindani kwa sababu ukiona hizi timu zote matokeo yao mpaka mwisho unaona sio kama hakukuwa na mechi nyepesi. Kwa hiyo wao wote wanajua umuhimu wa kubaki kwenye mechi kwa sababu hii ni hatua ya moja kabla kwenda ligi kuu. Na watu wote matamanio ni kucheza ligi kuu. Ndio
NBC Premier League ndio kila kitu. Kwa hiyo wote matumaini ni hapo. Sawa, tukushukuru sana. Asante. Naam, ni Andrew huyo Kinga Mkono, mchambuzi wetu wa soka, tukitazama kuhusiana na msimu huo wa Championship. Lakini tukirejea kule Morogoro, kama tunavyofahamu Mtibwa Sugar ndio bingwa wa michuano hiyo. Mwandishi wetu Teresia Mwanga, yeye amepita katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Morogoro kuzungumza na wahusika. Kushuka daraja kwa timu ya Mtibwa Sugar kulifanya mkoa wa Morogoro kupoa kisoka, mkoa ambao ulikuwa umezoea heka za soka, kwa sababu Mtibwa Sugar ilifanya timu nyingi za ligi kuu ikiwemo Simba na Yanga kufika ndani ya mkoa wa Morogoro, na ujio wa timu hizo zilifanya uchumi wa mkoa wa Morogoro kukua kwa wakati huo. Biashara ilikuwa sio nzuri, lakini watakapokuja mashabiki watakuwa wengi. Kwa hiyo mamantilio wote itakuwa ni fursa kwao na wao kupata chochote kitu. Hongera Mtibwa kwa kupambana kurudi juu kwenye ligi. Kwa maana yake tunajipanga kuwapokea Simba, kuwapokea Yanga ili tuendelee kufanya nini? Biashara ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Nimezungumza na afisa habari wa timu ya Mtibwa Sugar, Tobias Kifaru, atueleze mipango yao ni ipi baada ya kurejea ligi kuu. Tumerejea rasmi na tutaonekana katika msimu unaokuja wa ligi kuu ya NBC. Naamini matayarisho yanakwenda vizuri. Baada ya kujifunza kilichopo kwenye Championship, tunapeleka salamu kwenye vilabu vya ligi kuu ya NBC nchini kuona kile ambacho tumekigundua, tumekiona kwenye Championship. Sasa tutakuwa mabarozi wazuri wa vilabu vyote nchini. Na jambo moja la msingi sana nataka nizungumzie. Mpira wa Tanzania sasa tunataka kufanya mageuzi ya mpira. Vilabu ambavyo nje ya Dar es Salaam tunataka tuwaeleze jambo. Tumerudi ligi kuu. Mpango wetu madhubuti kwanza ni kutokudharau hii desturi yetu ya kampeni yetu ya Safiri na Mtibwa. Naamini wadau ambao wameweza kushirikiana na sisi wataifanya kwa ukubwa zaidi, kwa maana wameona tulipoteleza, wameona kilichotusaidia. Kwa hiyo ligi kuu ni ngumu kuliko Championship. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakuwa na vikao vingi sana na Mtibwa, tutaweza kuziimarisha hizi safari, tutaweza kufanya Mvomero uwe mji uwe wilaya kivutio cha uchumi ili Mtibwa Sugar inarejea ligi kuu kibabe baada ya kufanya vema katika michezo yake ya ligi ya Championship, yenyewe ikijidai kuwa ilienda kutalii na imerudi na kombe, na sasa safari inaanza rasmi katika ligi kuu ya NBC. Mimi ni Teresia Mwanga, Azam Sports Morogoro. Na huu ni mshike, tutarejea. Karibu, tumerejea tena, tuendelee kuangazia tulio nayo. Xabi Alonso, kocha mkuu wa Bayer Leverkusen ya Ujerumani, tayari amesaini mkataba kujiunga na Real Madrid ya Hispania. Rasmi ataanza majukumu yake Juni mosi mwaka huu kwa kukiandaa kikosi cha Real Madrid kwa ajili ya kombe la dunia kwa klabu ambao litafanyika baadaye mwezi huo. Hassan Ahmed ameandaa undani wa taarifa hiyo. Alonso mwenye umri wa miaka 43 anatarajiwa kuiongoza Real Madrid katika mchezo wa kwanza dhidi ya Al Ahly ya Saudi Arabia, mchezo ambao utapigwa mjini Miami nchini Marekani. Kiungo huyo wa zamani wa Real Madrid, Liverpool na timu ya taifa ya Hispania, Alonso ametangaza hivi karibuni kuwa ataondoka Bayer 04 Leverkusen ya Ujerumani mwishoni mwa msimu huu, ikiwa ni baada ya Leverkusen kupokea kichapo cha mabao 4-2 wakiwa nyumbani dhidi ya Borussia Dortmund katika ligi kuu ya Bundesliga. Meneja wa sasa wa Real Madrid, Carlo Ancelotti, huenda akapewa mkono wa kwaheri katika mchezo wa mwisho wa nyumbani msimu huu dhidi ya Real Sociedad katika uwanja wa Santiago Bernabeu Mei 25 mwaka huu, huku taarifa zikieleza kuwa huenda Carlo Ancelotti akajiunga na timu ya taifa ya Brazil. Real Madrid bado haijathibitisha hadharani kuhusu kuondoka kwa Carlo Ancelotti au kuwasili kwa Xabi Alonso. Kwa sasa naungana na Omar Mwiru, huyu ni mwandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle akiwa kule Bonn. Omar, hili la Xavi kutaka kuondoka ni kama vile lilishatimia kabla hata ya kuzuka kwa tetesi. Muda mfupi tu dili limetiki.
Ni kweli kabisa, imekuwa ni muda mrefu likizungumzwa katika habari hapa Ujerumani na ulimwengu mzima ulikuwa wanazungumzia kwamba Xabi Alonso huenda akajiunga na Real Madrid tangu mwaka uliopita. Kwa hivyo imechukua kama karibu mwaka mzima ni tetesi, lakini mara hii inaonekana kwamba huenda zikawa ni tetesi za kweli, kwa sababu kama ulivyosema hapo kwenye ripoti ni kwamba tayari jana katika mchezo wa mwisho akiwa katika uwanja wa nyumbani wa Bay Arena, mashabiki wa Bayer Leverkusen waliweza kumwaga moja na mchezaji wake Jonathan Tah, ambao ndo ilikuwa ni mechi yao ya mwisho wakiwa nyumbani katika uwanja wa Bay Arena. Kwa hivyo unaweza kusema kwa sasa ni 90% kwamba mambo yanaelekea kukamilika jinsi ambavyo watu wengi walivyokuwa hapo. Lakini hatuioni Real Madrid pengine ikichukua ubingwa wa La Liga mbele ya FC Barcelona, na hiyo ni kama vile ambavyo iko kwa Bayer Leverkusen kwenye Bundes mbele ya Bayern Munich. Yawezekana sababu hizi ndio ambazo zimechagiza kukamilika kwa dili hili mapema tu? Naweza nisiungane na wewe katika hilo kwa sababu unajua mwaka 2022 alipokuja Xabi Alonso hapa katika klabu ya soka ya Bayer Leverkusen, klabu hii ilikuwa katika hali mbaya sana katika msimamo wa Bundesliga, ilikuwa katika nafasi ya 17, lakini msimu wake wa kwanza alifikisha timu hiyo katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa Bundesliga. Kwa hivyo alifanya kazi kubwa sana kuweza kuitoa timu kutoka kwenye timu ya mwishoni mwa msimamo kuwa katika hatua ya 6, ilikuwa ni kazi kubwa. Lakini pia msimu uliofuata alifanikisha kuipa ubingwa wa Bundesliga Bayer Leverkusen bila kupoteza mechi hata moja. Lakini sio tu Bundesliga ndio walibeba ubingwa, lakini hata katika kombe la DFB Pokal waliweza kubeba bila kupoteza mechi hata moja. Kwa hivyo unaweza kumuelezea ni kocha ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana ndani ya kikosi cha Bayer Leverkusen. Lakini pia alifika finali ya kombe la Europa, akafungwa katika mchezo wa mwisho dhidi ya Atalanta 3-0. Kwa hivyo msimu huu mambo yanaenda kombo wapi? Ukiniuliza mimi naweza nikasema kwamba mwanzo wakati ligi ya Bundesliga inaanza katika msimu huu wa 62 hakuweka karata zake vizuri, kwa sababu wamecheza mechi 19, wameshinda mechi 33, wameshinda mechi 19, wametoka sare mechi 11 na wakafungwa mechi 3 pekee. Kwa hivyo hapa katikati kumekuwa na sare nyingi sana kwa Bayer Leverkusen, ndio kitu ambacho pengine unaweza kusema kwamba ilikuwa ni faida kwa Bayern Munich ambao wao walishinda mechi nyingi zaidi, mechi 24 tofauti ya 19 ambazo walikuwa nazo Bayer Leverkusen. Kwa hivyo ni kwamba kikosi kilikuwa kizuri, lakini mahesabu walivyoanza msimu huu hayakuwa mazuri sana, na ndio maana wanaweza kusema kwamba ubingwa umerejea kule Bavaria kwa Bayern Munich. Kwa hivyo uwezo wa Xabi Alonso umeonekana, lakini ni kwamba kama unavyofahamu kwamba hii ni ligi kubwa ambayo kila mmoja anataka nafasi hiyo. Kwa hiyo Vincent Kompany karata zake zimecheza vizuri, lakini haimaanishi kwamba Xabi Alonso ni kocha ambaye pengine unaweza kumtia mashaka kwamba alibahatisha msimu uliopita. Omar, tukushukuru sana. Asante sana Fatma. Naam, ni Omar Mwiru huyo, mwandishi wa habari kutokea idhaa ya Kiswahili ya DW. Lakini tukiangazia taarifa nyinginezo tulizo nazo hii leo, ni kufahamishe tu nyota wa kimataifa wa Tanzania anayekipiga katika klabu ya wanawake ya Brighton and Hove Albion inayoshiriki ligi kuu soka ya England, Aisha Masaka, yeye amerejea nchini leo kwa ajili ya mapumziko na mara baada ya hiyo ni ligi yao kumalizika, lakini kwa sasa anasema anarejea akiwa na mpango wa kuzindua taasisi yake ya Aisha Masaka Foundation. Nimeandaa foundation yangu ambayo tunaenda kuzindua siku 2 au 3 zijazo kuanzia sasa hivi. Ni NGO ya kwangu ambayo tunaenda kuizindua, so itakuwa ni foundation inayosaidia watoto wa kike kwenye sport na vitu vingine. In short, in general kwa watu ambao wenye uhitaji. Tunaenda kulaunch kwanza foundation and then kuna event ambayo itakuwa inakuja baadaye. Sio itakuwa ni mchezo wa mpira wa miguu kati ya Aisha Hamis Masaka Foundation na Aman Frida Foundation ambayo tunashirikiana naye. Inaenda kuwa mara ya kwanza kwa mtoto wa kike kwa Tanzania kufanya hilo tamasha na kuanzisha foundation. So mimi nahitaji support yao kwa hali na mali ili kuweza kufanikisha malengo ya Watanzania. Azam TV wana support sana michezo. Tunaomba sana watu support kwenye hii event ambayo inakuja, na hakikisha wakinisupport itaenda mbali zaidi. Na ukitaka kujua undani wa safari ya Aisha Masaka
ukitembelea YouTube channel ya Azam TV utaikuta pale makala ambayo inahusiana na binti kutoka Ikiru. Kwa hiyo utaona mpaka leo hii kufikia yeye hatua ya kuanzisha foundation ya kwake mwenyewe. Hiyo ndio tamati ya Mshike Mshike, lakini kama kawaida nikukumbushe miongoni mwa taarifa zetu. Simba kuondoka kesho kwenda Morocco kuifuata RS Berkane fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Uhondo wa ligi kuu ya NBC kuendelea kesho, mabingwa watetezi Young Africans na matajiri wa jiji Azam FC kushuka dimbani. Na taa ya kijani amwakia kocha Xabi Alonso kuifundisha miamba ya Hispania Real Madrid. Na asante kwa kuungana nasi hapa katika Mshike Mshike leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki, mimi ni Fatma Abdalla Chikawe, siku mwema.